Sauti ya Mwananchi. Na barabara kabisa mpenzi msikilizaji, ni kukaribishe kutufuatilia katika habari zetu za jioni zitakazosomwa nami Lebo Esau Heremani. Baraka huyu hapa kwanza muhtasari wa habari tunazo. Tukiwa hapa mjini Baraka ambako uongozi wa umoja wa uteteaji wa haki za walimu ndani ya jimbo la kielimu Kivu Kusini ya pili umeomba walimu kurejea shuleni siku ya kwanza ya tarehe 23 Februari mwaka wa 2026. Hayo wameyasema wakati wa kibarua walichokiweka hadharani siku ya 5 ya tarehe 20 Februari mwaka utunao. Tutakuwa pia huko Uvira mpenzi msikilizaji, ambako watu 45 wamenufaika msaada toka kwenye shirika la Amapa mjini Uvira jimboni Kivu Kusini. Tutamalizia habari zetu mpenzi msikilizaji na habari za huko Goma zisemazo kuwa zaidi ya wanawake 20 kutoka Kivu Kaskazini walinufaika mafunzo ya siku 2 Alhamisi ya wiki hii kuhusu jinsia, uongozi na ujenzi wa amani. Ni hayo na mengine mengi mpenzi msikilizaji. Kama nilivyokujuza kwenye vichwa vyetu vya habari mpenzi msikilizaji, ni kwamba uongozi wa umoja wa uteteaji wa haki za walimu ndani ya jimbo la kielimu Kivu Kusini ya pili umeomba walimu kurejea shuleni siku ya kwanza ya tarehe 23 Februari mwaka utunao. Wameyasema hayo katika kibarua walichokiweka hadharani siku ya 5 ya tarehe 20 Februari mwaka utunao. Tenganya Wachuba Tezos, msemaji wa muungano huo ESPF, alizungumza na redio yako huku akitoa sababu za wito huo. Ya kusema walimu warudie kwenye mashule, hiyo decision ni baada ya kuconstante ke Caritas ilikwenda kulipa mishahara ya walimu ambayo sisi tulikuwa tunaitarajia kuipata na tayari walishalipa. Tunaamua kwa mwalimu warudie sasa kwenye mashule. C'est vrai kulikwenda wakati wana lancer paye, c'est vrai kulikwenda kukua constater ma imperfection. Juu unajua ni kazi ambayo inatekelezwa na wanadamu. Kwa hiyo tulikwenda kuconstater le irrégularité au niveau ya paye, kuko prime ya gratuité yenye kukuya, également les frais de fonctionnement. Tunawazia tulilomba pia mwile karatasi yetu. Tunasema karatasi ni lancer effective ile ingine marupurupu, na tunawahakikisha ya kwamba mwa hii period juu hadi sasa wanaendelea kulipa mwezi wa 12. Tunawazia kwa muda mwafaka watakwenda kulipa hizo zingine pia. Wito wetu kwa wazazi ni kuambia ya kwamba warudishe sasa watoto, wapeleke watoto tangu hiyo siku ya kwanza le 23 Februari 2026, warudishe sasa watoto kwenye mashule. Walimu wataanza
Asante mpenzi msikilizaji, tukiwa Baraka Daima ambako uongozi wa uratibu wa muungano wa waandishi habari umeendesha kikao cha majadiliano na utetezi kutokana na kuzuiliwa kiholela kwa waandishi habari wa eneo la Fizi Baraka siku ya 6 ya tarehe 21 mwezi wa pili mwaka wa 2026 ndani ya chumba cha mikutano cha shirika la kuwa mjini Baraka. Jonasi Seba Mkiabela ni mratibu wa muungano huo wa waandishi habari, anaeleza lengo zaidi la kikao hicho. Tuliona context yetu iko mazingira ya kazi yendi sawa. Watu kutumika, wapasha habari kufungwa, kupata vitisho, wengine karibu kufa, kupigwa masasi. Munga wako Itombo aliponea chukuchuku. Na hiyo ikatupatia mwenye kusema kwamba hapana, tuchike kao, tutafakari kwa nini hivi. Na tulilenga viongozi kwa sababu tufanye plaidoyer kwao ya kwamba wapasha habari wana haki ya kulindwa, ya kukingwa, lakini wenyewe tungepatia ile malalamiko yetu kwa kufika. Haikutuvunja moyo, tulibidi tuendelee. Tulikuwa tunafanya marapel, tulikumbushana haki za mfungwa. Mtu ambaye anafungwa ana haki zake. Kuna mwenzetu Thompson Unje ambaye amefanya wiki 2 katika jela. Wakati ambapo mtu akifungwa hawezi pitisha masaa 48, lakini kwake ilikuwa wiki 2. Tukasema ni hatari sana. Na wengine tukasema tukumbushane pia kuhusu maprinsipe muhimu za kazi yetu ya upashaji habari. Na ilikuwa evenement mzuri. Tukasema hivi kama tungekuwa tunafanya hivi kila mara, watu wetu wangeepuka matatizo. Lengo letu ni kwamba hatutaki zile ka za watu kufungwa kwa ajili ya kazi. Mpasha habari anapaswa akingwe, alindwe, apewe heshima, na tuangalie kwamba labda tunaropoka, labda tunaenda kombo ya vipengele vya kazi zetu. Tukasema tukumbushane, na vraiment tumefanya activity mzuri. Watu wamefika, waliozuilika tumewasamea, tumewaelewa, lakini haitatuchosha hata kama wako viongozi wa kufika. Lakini tutafanya note ya plaidoyer au niveau RGV. Tutapeleka kikartasi kwa kila kiongozi ambaye hakufika, lakini tulihitaji kwamba afike. Hata hivyo, ameviomba vitengo husika na usalama kuwalinda vyema waandishi habari. Huu ni wakati wa misukosuko ya vita mashariki mwa Kongo, province ya Sud Kivu, tarafa la Fizi, mji wa Baraka. Wakati usalama unakuwa mdogo, wapasha habari wanahitaji kuchungwa, kulindwa na vyombo vya usalama, kwa sababu kazi tunayofanya hatuna mishahara sisi, lakini heshima yetu ni kulindwa, ni kupata support ya viongozi. Kila mara tunapokuwa na haja yao, hapo tulikumbushwa juu ya source ya habari. Tunakuwa na information, tunatangatanga kupata uhakikisho hiyo habari, tunakosa viongozi. Lakini kama tunaweza kuwa na collaboration ya viongozi na journalist, na wazi itakuwa mzuri. Tuko ba partenaire, atuko maadui hapana. Journalisme iko crime. Huwa mtangazaji si kwamba mtu anakuwa Al-Qaeda, hapana. Tunawaza tutakingwa na serikali. Radio Umoja. Tuwe huko mjini Uvira ambako watu 45 wamenufaika msaada toka kwenye shirika la Amapa mjini Uvira, jimboni Kivu Kusini. Mengi zaidi katika ripoti ya kimwenzangu Elocho Mtambo Prince. Tarehe 15 Februari 2026 ndipo shirika la uratibu wa Afrika kwa ajili ya kusaidia wazee Amapa lilifanya shughuli ya kibinadamu kwa ajili ya kuwafariji wazee 45, wanaume 20 na wanawake 25 katika mtaa wa Rugenge, kata ya Kamvivira, jimboni Kivu Kusini. Katika tukio hilo wazee walipokea vitenge na bidhaa mbalimbali za mahitaji ya kila siku katika mazingira ya furaha, mshikamano na upendo. Lengo kuu la shughuli hiyo ilikuwa kuwarudisha tabasamu, matumaini na heshima wazee ambao mara nyingi usaulika katika jamii. Mratibu wa Amapa Bwana Mholeza Muhaganza Michel alisema kuwa walikutana na wazee hao ili kusikiliza changamoto wanazokabiliana nazo, zikiwemo zile za kiuchumi na kiusalama. Alibainisha kuwa hali ya kutokuwa na usalama kutokana na shughuli za wahasi wa M23
inaasirisha sana maisha ya watu, hasa wazee. Kupitia hatua hii, AMAPA inaendelea kuonyesha dhamira yake ya kuboresha ustawi na hadhi ya wazee, hususan katika maeneo yanayoziriwa na migogoro na matatizo ya kibinadamu. Asante mpenzi msikilizaji, tubaki daima ndani ya eneo la Fizi, Uvira, Mwenga ambako uratibu wa wazalendo kwenye milima mifupi na mirefu ya tarafa la Fizi, Uvira na Mwenga umetaja kutokuwepo kwa wahasi wa Redi Tabara kwenye milima mifupi na mirefu ya tarafa la Uvira. Hayo ameyasema siku ya 6 ya Jumaa tarehe 21 Februari mwaka 2026 wakati wa mahojiano na redio yako. Alpha Focus ni mratibu wa wazalendo kwenye milima mifupi na mirefu ya tarafa la Fizi, Uvira na Mwenga. Ameeleza yafuatayo. Batu wanapenda kuongelea zaidi juu ya Redi Tabara, wanasema eti Redi Tabara iko mu territoire ya Uvira. Mimi napenda kusema hapana. Wanaweza wakapite kama usiku, lakini kwa mchana hawaonekani. Ukiingia katika territoire ya Mwenga, ukivuka tu mtoni ambayo wanaita Msonjo, naingia kule nyuma kabisa, kama njoo wapi kukaza za Vampe makule, utaona maelema za Redi Tabara. Unaingia kule Tabunde mu territoire ya Fizi, kule Matabunde kule, utaona maelema ya Redi Tabara. Katika territoire ya Uvira siwezi kuhakikishia na siwezi kuambia aseme kituo yao iko fasi fulani. Na la kuhakikisha zaidi, tumekwisha kuwa na majeshi ya FARDC juu muda mwingi sana tumekuwa tukikala bila majeshi ya FARDC, mais pour le moment nous sommes avec, tuko nao. Leo watasema mingi watahakikisha hilo ambalo nimesema katika kituo katika territoire ya Uvira plito hakuwezi patikana kituo cha Redi Tabara. Na ninajua mambo hayo ninayokueleza ndiyo inayohusika na plan sécuritaire de notre Radio Moja. Tujielekeze huko Goma, msikilizaji mpenzi, ambako zaidi ya wanawake 20 kutoka kaskazini mwa Kivu walinufaika mafunzo ya siku 2 Alhamisi ya wiki hii kuhusu jinsia, uongozi na ujenzi wa amani. Mafunzo hayo yaliandaliwa nalo shirika la Voice of Kivu Women kwa ushirikiano na kitengo cha jinsia ya Kilenga kuwezesha wanawake kuhamasisha jamii zao kwa ajili ya amani. Kwa mujibu wa Radio Okapi, mratibu Shabani David, uwezeshaji mrazi wa wanawake ni muhimu katika kustahimili hali ya vita lakini pia ya usalama. Washiriki wamesema wako tayari kuacha kulalamika na kuanza kuchukua hatua kwa maendeleo ya jamii zao. Shughuli hizo ni sehemu ya maandalizi ya mwezi Mechi unaotolewa kwa haki za wanawake ili kuimarisha nafasi yao kati ya amani na usalama. Ni hivyo mpenzi msikilizaji, tumefika mwisho wa habari zetu jioni ya leo ambazo zimekwenda kusomwa mitamboni naye Gislenge na Saido. Kwenye maike ni mimi Lebo Esao Heremani, ulikwenda kuwa nami toka mwanzo wa habari zetu na hadi sasa, na kuaga nikisema kwa heri.